Mzima wa afya, ni mzima wa afya tele kabisa. Karibu sana katika ripoti ya leo ya EFM. Karibu tuzungumze kuhusu maisha halisi ya kweli ambayo ndugu zetu wanapitia, wanayaleta kwetu, nasi tunayewasilisha kwako kwa njia ya simulizi. Na leo ni tarehe 10 mwezi ni wa 6 mwaka 2025, siku ni ya Jumanne. Naamini umekuwa na siku njema tangu pale palipopambazuka mpaka majira haya ya jioni kabisa. Sisi sasa hivi unafanya shughuli gani, uko wapi? Sielewi hata uko wapi, lakini ninaamini uko okay na unanisikiliza. Inawezekana uko nyumbani, inawezekana uko barabarani ndio unarejea nyumbani baada ya kutoka kwenye majukumu ya kazi. Au inawezekana ndio unatoka nyumbani unaenda kwenye majukumu ya kazi, au wewe mwingine bado uko kwenye majukumu ya kazi na unasikiliza sasa hivi EFM. Nikushukuru sana rafiki yangu, nathamini sana ushirika wako. Karibu sana. Karibu hapa tunazungumza kuhusu maisha halisi ya kweli ambayo ndugu zetu wanapitia, wanayaleta kwetu, nasi tunaiwasilisha kwako kwa njia ya simulizi. Na jana tumeanza mkasa wa kipekee kabisa wa ndugu yetu anaitwa Dora. Ndio. Karibu nikukumbushe pale tulipoishia siku ya jana. Nami tangu nilipoanza kusimulia mkasa huu nilikwambia huu ni mkasa wa kitofauti kidogo. Natamani kuna kijana unisikilize, kuna binti unisikilize, na sisi kama wazazi pia tusikilize mkasa huu. Dora anatueleza yeye ni binti ambaye alijitambua na kipaji. Ni mtu wa entertainment, yani ana uchangamfu, ni muongeaji mzuri. Wengi pia wamekuwa kimueleza kwamba anaweza kuongea vizuri, anaweza kufanya MC, anaweza akatangaza, lakini zaidi pia ameelezwa sifa zake, anaweza akafanya muziki. Na yeye anasema kwenye eneo la muziki yeye alijigundua na kipawa kikubwa zaidi, na hata amekuwa na ndoto za kutamani kuwa msanii mkubwa sana. Yes. Lakini pia anatueleza elimu yake aliishia kidato cha 4, na akitueleza hali ya kifamilia ilivyo. Anasema wao kwenye familia wanatoka katika familia ya hali ya chini, sio ile fukara kabisa, ila ni hali ya chini. Hawako kwenye level ile ya kati. Kwa hiyo maisha kwao yamekuwa ni maisha ambayo hivyo, yani familia inapambana. Kwa hiyo anaamini kwa kupitia kipaji chake kinaweza kikampa kipato na kikawa sehemu ya kubadilisha pia familia yake. Na hasa anapoangalia watu wengine ambao wamefanikiwa kwa kupitia muziki, anaona wanaendesha magari, anaona wana majumba mazuri, anaona wanavaa mavazi mazuri ya gharama, na yeye anaamini kabisa kwa kupitia kipawa ambacho anacho kinaweza kubadilisha zikawa fedha na ikawa sehemu ya yeye kujipatia kipato. Tumeshia haya nawe siku ya jana, msikilizaji. Karibu sana. Leo tusogee mbele zaidi. Katika maisha tunapambana kila siku. Tunapambana kwa ajili ya maisha, na kwa sababu tuko duniani, huu ni uwanja wa mapambano. Lazima tupambane. Sasa watu wengi sana wana vipawa. Watu wengi sana wana vipawa katika maisha ambayo tunaishi sasa hivi. Unaambiwa kuna lugha moja wanasema, hakuna mtu ambaye amezaliwa hana kipawa. Kabisa, nataka nikwambie, wote tunazaliwa tukiwa na upekee sana. Lakini kuna watu ambao wao hawajui vipawa vyao. Lakini sio kwamba hawana, ila hawajajigundua vipawa walivyokuwa navyo. Na ndio maana kuna mtu unaweza kuwa umefikisha miaka 40, hata mtu akikuuliza, "Hivi una kipaji gani?" Unaweza ukasema, "Mimi na kipaji gani?" Kwa sababu tunaamini katika vipawa hivi ambavyo vinaonekana labda kuimba, labda mtu awe msanii, au anaigiza, au na vipawa fulani, ndio tunaamini. Lakini kila mtu ana upekee wake ambao unaweza ukawa umemzidi mwingine. Na tutajuaje mtu ana kipaji? Tunasema anaweza akafanya kitu kikawa bora zaidi ya mwingine. Inaweza ikawa hajasomea kabisa, au mtu anaweza akampitisha kwenye hilo eneo kidogo tu, lakini akaweza kufanya zaidi ya wengine. Anaweza ikawa ni kufuma, lakini huyu anavyofuma na huyu anavyofuma, ukija kulinganisha unaona huyu kuna cha ziada hapa. Kuna watu wanafuma, lakini huyu onekana ana kitu. Hautumii nguvu katika kufanya hivyo vitu. Kuna mwingine ana struggle sana kufanya hicho kitu, lakini huyo mtu yeye mwenye kipawa anafanya kwa njia ya uwepesi na kinakuwa na matokeo makubwa. Dora anasema, mimi ninajijua na kipaji na natamani kufika mahali. Dora anatueleza namna ambavyo alipatwa na hofu. Anasema, nilipatwa na hofu sana. Hii ni hatua yangu ya mwanzo, nimeanza tu kuingia kwenye muziki rasmi, tayari nishatoka
kimapenzi na producer. Kashani rekodia nyimbo 3 ambazo ziko anda yeye, na ananiambia hizi yeye atasimama nazo, atazipeleka kwenye media, hizi zitanitambulisha mimi kama msanii. Nitapata mialiko na vitu vingi sana ambavyo amekuwa akiniambia, lakini akisema hatuwezi kwenda hivi hivi, kuna mtu ambaye anategemea atuwezeshi. Lakini nataka nikwambie, sijawahi kumuona huyo mtu, ni yetu amekuwa anaongea naye kwenye simu, na ndo mpaka yule dada ananipa hizi habari, na mimi ndo inabidi sasa niamke nianze kufuatilia. Dora anasema nakuja kugundua, yani huu ndo mtindo wa huyu kaka. Yani huu ndo mtindo wa huyu kaka. Kuna binti anaonekana na kipaji, mdogo mdogo kama mimi, ninatoka kwenye familia maskini kama mimi, ambao unakosa hadi pesa ya kwenda kulipa kwa ajili ya kurekodi, au unaweza ukarekodi nyimbo moja lakini kuipushi iende inaweza ikawa sio rahisi. Kwa hiyo unahitaji watu. Sasa katika namna kutafuta watu, ndo kama huyu producer ambaye mwisho wa siku kanitumia kweli kweli. Tena inaniuma sana kwa sababu katika umri nilokuwa nao, akati ananieleza hisia zake kwangu, ananiambia ndoto kubwa aliyokuwa nayo juu yangu, sikuwaza chochote. Sikuwaza kuhusu afya, sikuwaza kuhusu nini, ilikuwa ni kufurahia. Kwa sasa na mimi nimekutana na mtu ambaye anajali kipawa changu na tunaenda kufika mahali. Nyakati ambazo nagundua kumbe siko mimi peke yangu, msichana ambaye na kipawa. Hata kuna wengine hawana, ile wanatamani kuona na wao wanafanya kitu, wameishia kutumika, na mimi ndo nimekuwa miongoni mwao. Naomba nyimbo zangu. Anasema no, hizi nyimbo sio za kwako. Hizi nyimbo zipo kwenye lebo yangu. Hizi nyimbo nimekurekodi mwenyewe, hizi nyimbo umetunga, lakini vitu vingi nimetafuta watu wameviongeza na nimelipia. Kama unataka utoke, tulia hapa na kama unakuwa na mapepe yake, go to hell. Mimi I don't care. Dora anasema hiki ni kitu ambacho kiliniuma sana. Ninafungua ukurasa wangu katika mapambano yangu ya kutimiza ndoto yangu, kutumia kipaji changu, lakini naishia hivyo. Nimeishia kutumika, nimetunga nyimbo, mwisho wa siku nyimbo ameziholdi kama alivyomfanyia yule msichana. Anasema alimpa nyimbo moja, alimrekodia nyimbo moja, halafu akawa anaizuia. Huyu mtu ni mbaya sana, namchukia. Ndio maneno aliniambia yule msichana ambaye alinisanua kwamba wewe ukakurekodia nyimbo hivi. Namjua huyu, hafanyagi kitu hivi hivi. Narejea. Tunasogea mbele zaidi msikilizaji, na tuko na mkasa wa ndugu yetu anaitwa Dora ambao tumeanza nao siku ya jana, na leo tunasogea mbele zaidi. Ndio Dora anatueleza haya. Dora anasema hii ni safari yangu ya maisha. Ndio, hii ni safari yangu ya maisha. Naumia sana. Ndio, naumia sana kwa sababu kile nilichokuwa naamini na kitazamia hakijatokea. Hakipo. Na nyimbo nimezuiliwa. Huwezi ukazipeleka popote. Na ukitaka kunijua, fanya unaviona wewe, ujue kama mambo ni marahisi hivyo. Yule dada ambaye yeye amepambana pia kwa maelezo yake, na mwisho wa siku amebaki ni mtu ambaye anajaza sauti kwenye nyimbo za watu, aliniambia yani mimi nakwambia hawa watu moto wao utakuwa ni mkali sana. Nachukia kuzaliwa kwenye familia ya kimaskini. Najikuta natumia nguvu sana katika mapambano. Nilimuuliza kwa nini, akasema kwa mfano kama nimezaliwa kwenye familia ambayo angalau tuna uwezo kidogo, familia yangu isingeni support mimi jamani. Lakini nani anakupa hela ya kukuanzishia, kukupeleka kwenye ndoto yako? Kwanza familia inaona nini kuhusu mambo ya muziki? Ni upuuzi, ni vitu visivyokuwa na maana, na wanaamini haviwezi kunisaidia chochote. Kwa hiyo mimi ndio naamini kwamba hiki kitu kinaweza kikaja kunifaa,
lakini hakuna mwanafamilia. Kwanza anakuambia nani kwenye familia yetu alikuwa hivyo? Ni nani aliimba? Nani aliwahi kuimba akaona mafanikio ya maisha? Kuna uwezekano pia. Kuna uwezekano kwa sababu unakutana na wapuzi kama hawa, kama huyo producer anadanganya hivi. Umaskini unaweza ukawa pia unachangia. Kwa sababu vipi, kwa mfano na ndugu na watu sahihi wananisupport, tunatambua kipaji cha huyo mtu, wanakuja wanalipa hapa, mimi na rekodi nyimbo inapelekwa kwa kwenye media, familia inasimamia, au ni ndugu wanasimamia, au watu sahihi wanasimamia. Mimi kuanza kutumika hiki kimwili hivi, ya mambo yanatokea wapi? Labda mimi nifungue hiyo milango mimi mwenyewe nitake. Lakini sasa hivi nani anakushika mkono? Mtu anayekushika mkono naye anataka kukutumia. Tulijadili, akaniambia mimi labda nikusaidie kitu kimoja. Kuna producer mmoja, I think ni mtu mwema. Ni mtu mwema, hana mambo haya. Hao watu wako wema, hawana shida. Huyu mwisho wa siku nyimbo zako atakupa. Uwe mpe tu muda, atakupa tu nyimbo zako, kwa sababu na mimi alinifanyia hivyo. Anataka endelee kukutumia kimwili. Yaani kutumie. Na akasema unajua kuna dada moja alikuwa na kipaji kizuri, alimpaga mimba. Dada watu kadhaa, mwanaume huyu amtuzi chochote. Kwa hiyo ungekaa na wewe endelee unajifanya unakuwa kinganga hapo, ungeishia kupewa mimba. Hata huni shida na anakutelekeza na mimba yako. Wenyewe hata huni ajabu. Umekuwa kama mashetani. Nikamwambia basi nisaidie kwa huyo mtu mwema jamani. Maana mimi sasa sielewi. Akaniambia hata usijali. Kwa hiyo alinichukua huyo dada, kweli akanipeleka kwa producer, na alipofika anakuambia huyo dada ana kipaji kikubwa sana. Tulienda kwa producer fulani, akamwambia kama nilivyokueleza tabia zake zile, mtoto wa watu. Kafika pale anaanza kumsumbua, lakini mwisho wa siku nikamshtua. Unaona? Na ndo nikamwambia kuna mtu namfahamu, ni producer mzuri. Huyu hapa ni producer ambaye yote juu ya yote, lakini ni mtu ambaye anampenda Mungu. Yaani ni mtu ana hofu ya Mungu. Ni producer, ni mtu mwenye hofu ya Mungu, atakusaidia. Na mimi nikamwambia huyu dada asante. Kweli akaniuliza maswali mengi, nikamsikilizisha nyimbo, akaniambia una sauti nzuri sana. Wow, sauti yako ni nzuri sana. Nikamwambia ndio. Akaniambia basi hata usijali, naona mwanzo mzuri. Yaani wewe sio mtu unahitaji vitu vingi sana. I think unahitaji tu support. Kwa hapa uwezo wa kuimba unao. Nikamwambia ndio. Unaishi wapi? Nikamuelezea vizuri sana. Akaniambia sawa. Akaniambia basi usijali. Muziki unahitaji gharama, asikwambie mtu. Unaweza ukawa na kipawa, ni kweli kabisa, lakini mpaka kije kionekane, ina maana kuna watu wanatakiwa kukisogeza hicho kipawa kiende mbele. Kinafikaje mbele? Lazima gharama inahitajika. Kwa hiyo usishangae mtu akikwambia usiendesi kwenye mambo ya muziki na sanaa kwa ujumla. Kwa hiyo kuna mtu mmoja huwa anasupport watu wenye vipawa. Hii tena producer huyu aliniambia. Akaniambia mimi waga sipendi sana kuwa mtukati. Nitakupeleka kwa huyo mtu. Utaimba live wakusikie, utamkabidhi kazi atazisikiliza. Akaniambia njoo siku fulani, tutafanya hilo zoezi. Kwa sababu naenda na mihadi naye kuonana naye, nitaenda na wewe. Nikafurahi. Yaani mambo simple, huyu producer hana mambo mengi sana. Hata nikamwambia huyu dada, nikamwambiaje, ameniambia kuna mtu ambaye ana support. Akasema hata mimi aliniambia nilishawahi kuendaga kwa huyo mtu. Nikamwambia sasa wewe ilifikia wapi? Anasema nikwambia huyo mtu anachagua sana. Maana mimi alichukua nyimbo ndo akasema naendelea kuzisikiliza, nasikiza kwa ndo bado waga naendelea kumkumbusha producer, naendelea kumkumbusha vipi ile tajiri anasemaje. Lakini kuna wengine aliwapeleka, inaonekana yule ana vitu vyake, sio anataka mtu anaimba style gani sijui. Maana nikajaribu nikamwambia tuimbe hizo style anataka. Yaani jaribu rafiki yangu, huwezi ukajua. Tunaimba wote lakini tone zetu ziko tofauti. Akantia hivyo moyo kweli. Ile siku ambayo tulikuwa tumekubaliana kwenda,
nilijiandaa na moja kwa moja nikakutana na huyo producer na tukaenda moja kwa moja mpaka kwa huyo mtu. Mimi sikuwa namjua, lakini tumefika pale, ni mbaba tu. Dora anasema tumefika pale, nikamwangalia huyu mtu namfahamu. Je, nimewahi kumuona mahali? Hapana. Huyu mtu mimi simjui. Lakini alinitambulisha vizuri kabisa huyo producer kwa huyo mtu. Na huyo mtu akasema, niambie, lazima ukiwa unakuja uje na mtu, ndio shida yako hiyo. Yaani lazima uwapenyeze watu wako. Mtu nimekuja nikuita tuzungumze mambo yetu huko. Akasema nisamee sana bosi, nisamee sana bosi. Sasa hawa ni watu ambao tunaona wana vitu, hatuwezi tukawaacha hivi hivi, na nyinyi ndio watu wa kuwashika mkono bwana. Na nyinyi ndio watu tunaowategemea. Akanitambulisha, huyu anaitwa Dora. I say nimekutana na mabinti wanaimba, lakini Dora anajua kuimba. Anajua. Yaani ana uwezo mkubwa. Huyu bosi akasema, na ndo sentensi zako. Mimi waga nakwambia mimi na ujua muziki. Siimbi, situngi. Lakini si unajua mimi nasikia la kusikia. Wangapi unaniletea bwana, mimi nakwambia hamna kitu hapa tunapoteza nguvu. Akamwambia, na ndio maana na mimi sichoki kuwaleta, kwa sababu katika kuwaleta hivi siku moja unakutana na mtu sahihi. Akasema, kwa nini ni kazi kusikiliza? Haya, niambie sasa. Unataka kuniambia nini? Basi huyo producer akaniambia, Dora, imba live, imba sauti ya kusikia, imba ule wimbo wako. Akaniambia ule wimbo ambao yeye aliona kwamba nimuimbie huyo boss, komi nikamuimbia ule wimbo huyo boss. Nikawimba yule bosi akananiambia, endelea. Nikaimba. Nikana nataka kuendelea kusikia. Nikaimba kama mtu alikuwa interested kidogo hivi. Akaniambia okay. Amerekodi. Huyu producer akamwambia, akasema amerekodi but rough. Yani sio kama tumefanya na, ila huu wimbo ni moja kati ya nyimbo ambazo amezitunga. Sasa wow. Ndio nyimbo kazuri. Una umri gani? Aliniuliza, nikamjibu umri wangu. Akasema vizuri. Unakaa wapi? Nikamwambia nakaa wapi. Nikamjibu vizuri kabisa huyu boss. Akaniambia vizuri. Akasema na kumwambia producer, hebu tuongee kwanza ya kwetu. Alafu mtakavyokuona niaga tutaona tunamwambiaje huyu mrembo wako. Lakini sasa hivi ngoja tuzungumze kwanza mazungumzo yetu. Kwa hiyo huyo producer aliniambia nitoke, niende nikakae sehemu wao wazungumze. Kwa hiyo nienda nimsubiri na walizungumza ni muda mrefu. Unajua nilikaa lisala kwanza. Nikaona inafika nusu saa. Na maana lisala moja kama na nusu hivi. Ndo akaniita. Na maana labda alikuwa na kikao muhimu sana. Aliponiita tukaenda kwa yule bosi. Yule bosi akasema, njoo kesho kutwa. Njoo saa 3 asubuhi. Nikamwambia asante. Maelekezo yote atakupa. Nikamwambia asante sana bosi. Alitoa pesa kwenye draw, akamkabidhi yule producer. Na ni hela sio tu 10,000, 20,000, yani kana ni hela. Kampa asante sana bosi, nashukuru sana, asante sana. Yani huyo producer akawa mchangamfu sana. Tumetoka pale, akaniambia mwanzo mzuri. Dora, tulia, mwanzo mzuri, umepokelewa vizuri. Kwa hiyo tulia, tufanye kazi. Hiyo siku utakuja huku uje uonane naye. Nikamwambia sawa. Je, nikionana naye ni kwa ajili ya nifanye mazoezi zaidi, anaweza kaniambia niimbe nyimbo nyingi zaidi, au akaniambia mazoezi ni sehemu ya maisha yako. Mimi naamini hata akikwambia imba cover yote ya nyimbo, wewe unajua nyimbo nyingi. Atakapokuambia mpe ushirikiano ili tufanye mambo yawe mepesi. Nikamwambia sawa. Akaniambia, Dora, umeamua kweli kufanya muziki? Nikamwambia ndio. Are you serious? Nikamwambia ndio namaanisha. Akasema kama kweli umeamua kufanya muziki, kuwa serious kweli. Hakuna kitu kinaenda kwa njia rahisi. Hakuna ndoto inafikiwa kwa uwepesi.
kila unachokitafuta kwenye maisha yako lazima uweke bidii, si ndio? Kwa hiyo lazima ujisacrifice kwa hicho kitu, ndicho kije kichipuke, kije kufanikiwa. Mimi siwezi kukuambia mambo ni mepesi. Mambo sio mepesi. Mambo sio mepesi, nataka nikutamkie. Tunahitaji watu kama hawa wa kutushika mkono. Wanaweza kuwa na mambo mengi, lakini wana uwezo wa kutufikisha mahali. Hii sentence aliniambia. Basi nakumbuka alinipatia pesa. Akaniambia, hii hapa itakusaidia nauli, kunywa na maji, kunywa maji ya moto, tafuta vitu, tumia. Akanipa shilingi 40,000. Nipewe mimi shilingi 40,000 wakati huyu producer yani amenisikiliza, amenileta huko. Pengine mimi ndo ningepaswa hata kusema tunakutana, tunaongea, hata mimi nimpe hata hela, lakini yeye ndo akanipa mimi shilingi 40,000. Nikamshukuru Mungu. Mtu anakupa shilingi 40,000 kwa maisha ambayo mimi nakueleza, maisha ambayo hivi na pambana na sanaa ambayo bado haijaanza kunilipa hata 100. Kwa hiyo nilifurahi, na kiukweli nilimjulisha yule dada, nikamwambia tunaenda kwa yule huyo bosi. Akasema, vipi, alikwambia uimbe? Nikamwambia ndio, aliniambia niimbe. Nikamueleza, ameniambia niende. Akasema basi wewe mwenzangu na bahati. Mimi nakwambia wala hata kutamka hiyo sentence, lakini zaidi alisema hata sikiliza kazi zangu. Yani sielewagi hata siwe nitunge nyimbo nyingine tena tupeleke, basi utanipa feedback. Nikamwambia sawa. Akasema mimi nakutakia heri, najua ukifanikiwa nitakuwa nakusaidia kujaza sauti nyimbo, hauwezi ukaninyima 200 300. Nikacheka, nikamwambia tutafanikiwa wote pamoja. Kwa hiyo ile siku ambayo tulikuwa tumepanga sasa, mimi ina maana nitatoka naenda kumuona yule boss. Kwa hiyo nilitoka zangu moja kwa moja nikaenda mpaka pale kwenye ile ofisi ya yule boss. Nimefika pale, nikajitambulisha, nikapata nafasi, nikaingia moja kwa moja ofisini kwake. Nimeingia ofisini kwake, akaniambia mbona leo kama umbadilika? Nikamwambia kwa nini boss? Akaniambia yani mpaka najiuliza mbona umbadilisha nywele? Nikamwambia ndio boss. Akasema ndio maana leo umbadilika sana. Sikuelewa kitu gani ambacho kimenifanya mimi nibadilike, kwa sababu mimi ndio yule. Sawa, labda nimbadilisha nywele, lakini kunifanya mpaka yule boss wakati tulikaa hapa nikaimba, yani hizi kama nimbadilika, sikupea attention sana. Yeye ndo anajua labda hizi nywele simenibadilisha, sijui nimekuwa mbaya au nimekuwa mzuri, I don't know. Lakini niko hapa ofisini kwake. Akaniambia, unataka kufanya muziki? Nikamwambia ndio. Uligundua lini una kipaji? Nikamueleza. Familia yako ina kuunga mkono kiwango gani katika swala zima la muziki? Nikamwambia inaniunga mkono kwa kunipa ruhusa ya mimi nifanye muziki, lakini familia yangu ni familia ambayo haiamini sana kama naweza nikafanikiwa kwa kupitia muziki. Yeye akaniambia, wewe unaamini unaweza kufanikiwa kwa kupitia muziki? Nikamwambia naamini hivyo kwa sababu ni kitu ambacho nikikifanya nasikia amani moyoni. Tangu nimeanza kufanya naimba, sijai kupata kipato chochote, lakini sijai kukata tamaa katika kuendelea kufanya. Akaniambia vizuri. Akaniuliza, una nyimbo ngapi? Nikamwambia na nyimbo nyingi sana, toka nimeanza kutunga na nyimbo nyingi sana. Akaniambia vizuri. Mimi nimejisikia ndani yangu kusupport. Sio rahisi mimi kusikia wepesi hivi kumsupport mtu, ila nimesikia wepesi kukusupport kwa sababu naamini una kitu kikubwa. Nikamwambia asante sana boss. Akasema, unajua unaimba muziki lakini muonekano wako haujakaa kama unaimba muziki. Huyu ni ndugu yetu anaitwa Dora, akitueleza haya katika safari yake ya maisha, na tuko hapa msikilizaji kuyasikia haya. Kusudi kubwa tujifunze, kwa sababu tunajifunza kuhusu maisha kila siku. Ndio, inawezekana wewe usio mpenda mambo ya sanaa, inawezekana pia hata hutaki kusikia haya mambo, lakini tuko na ndugu zetu ambao wanajihusisha na mambo haya. Unaweza ukasikiliza hiki na ikawa sehemu
ya kuona namna gani tunaweza tukasapoti vizazi vyetu katika kufikisha ndoto zao katika njia sahihi ambayo inaweza ikawa ni njema kwa leo hata kwa kesho katika maisha yao. Kule kustruggle kwingi kule kukapunguzwa kwa namna moja ama nyingine. Ndio. Yes. Dora anasema ninasikiliza zile hoja za huyu mtu. Yani ninatakiwa nionekane kistar. Ninatakiwa ni mtu anipe elimu kuhusu masuala ya muziki. Ananiambia huyu boss. Niliona ni kitu kikubwa sana. Niliona nimeletwa mahali sahihi. Tena kwa mtu ambaye ni mtu mzima. Mtu ambaye nikimtazama huyu ana umri kama babangu, pengine ni zaidi hata ya babangu. Mimi ni kama mtoto wake, binti yake, ambaye ananiona niko na kipaji lakini nimepungukiwa maarifa. Anataka kunijaza maarifa ambayo mwisho wa siku yatanisogeza na kutimiza ndoto yangu, na yeye mwisho wa siku Mungu akamjalia thawabu kwa kile ambacho amekitenda kwangu, kwa kunifanya mimi nipate kipato ambacho kitanisaidia na familia yangu pia, ambayo hawaamini kama naweza nikaja nikapata kipato kwa kupitia sanaa. Nilijisikia fahari sana ndani ya moyo. Akaniambia, so leo nakukabidhi kwa mtu ambaye ataanza kukupa mwongozo. Nitaongea na producer. Nafikiri tunahitaji pia maproducer kadhaa ambao wanaweza kusikiliza kwa majira tofauti tofauti. Umenielewa nilichosema? Nikamwambia ndio, nimekuelewa. Asante sana. Moyo wangu umejaa shukrani sana. Nilisikia ndani yangu kupatwa na machozi ya furaha. Kuna mtu mmoja ananielewa. Una kipaji na unatamani kufika sehemu. Imekuwa ni kiu yako kufika sehemu, lakini unakutana na vizuizi, afu unakutana na mtu kama huyu. Unaitamka ile asante natoka ndani ya moyo. Nilitoka pale kweli nilikutanishwa na kaka mmoja. Mkaka. Na akaniambia, Dora, hongera sana na wewe utakuwa msanii mkubwa sana. Nikatabasamu nikaambia asante. Tulikaa. Huyu yeye alianza kunieleza kuhusu mambo ya kujipenda kama msanii. Kuweka muonekano wangu katika mazingira ya kupendeza. Kuwa na muonekano ambao utanitambulisha kama msanii. Sasa unajua tuko hapa tunazungumza na kaka. Actually mimi ninapomuona ni mkaka. Ni mkaka ambaye nasema huyu ni kama kaka yangu yani. Tukiwa tumekaa namna anavyoongea. Unajua sasa nikaanza kusense. Mbona anaongea hivi? Yaani kwa mfano tunaongea hivi anasema jamani utapendeza wewe utapendeza. Yaani ni mtu ambaye muda mwingi ananigonga gonga yani utapendeza. Unaelewa wale mtu unaongea naye afa anakuwa na kugonga gonga yani jamani yani wewe. Si unaelewa? Una mtu mmoja umenielewa hapa. Dora anasema, akasema jamani mkaka mbona anaongea hivi? Yani Dora, maelekezo unayokupa yatakufanya wewe utakuwa star. Unakuwa star. Kakadi ninapomwendelea kumsikiliza sasa jamani mbona anaongea kama sauti ya kike? Lakini nilipomwona hivi ni mkaka, yani mkaka nini. Sasa pale ambapo tumemaliza pale anasimama anaondoka, ndo nikasaka mbona mkaka anatembea hivi? Hapa kaka anatembea kama mdada. Yani zile catwalk zile. Nikatoka pale na mimi kama nasema jamani huyu mkaka vipi? Sasa huyu ambaye nimekabidhiwa kwake kwa ajili ya kunipa maelekezo, kweli na anaongea vizuri, najua vitu vingi sana. Na alinielekeza vitu vingi ambavyo pia pengine nilivijua sikuvitilia maanani katika masuala ya sanaa.
vingi sana. Nikajua kumbe hivi vitu pia tunaweza tukawa una kipaji, unaamini katika kipaji, lakini unahitaji upate maarifa ya mambo mbalimbali, sio tu kwenye eneo la kuimba, kwenye habari ya namna unavyojiweka, yani hivyo. Kwa nimetoka pale, nilipata nafasi ya kuzungumza na producer, nikamwambia, nikapata nafasi ya kuongea na yule dada. Yule dada nikamwambia nimekabidhiwa kwa huyo mkaka. Jamani mkaka, Mungu anisamee, yani sielewi anapoongea. Akasema anaongeaje? Nikamwambia sielewi ile kwa pili kaka anavyoongea. Ngoja tutakutana naye tena. Tulipanga appointment tutaona tena, tazidi labda kumzoea. Tukaongea hivyo, ikaishia hivyo. Kwa mimi sasa nikawa niko na wasiliana na yule kaka. Ananitumia message. Sasa hiyo message moja alinitumia, kaniambia, "Shosti, leo tunaonana leo. Shosti, leo tunaonana." Mimi nikamwambia, "Ndio kaka fulani." Akaniambia, "Acha habari zako eti kaka fulani." Niite fulani, yani nimuite jina lake, niache habari za kaka fulani. Basi mimi nikacheka tu kwenye message, lakini tulionana. Sasa leo ndo namuona vizuri. Sasa mimi leo ndo namuona vizuri. Huyu ni mkaka, lakini ana character za kidada. Anavogonga na wewe, anavoongea na wewe, it's okay. Alizungumza na mimi, akanieleza mambo hivyo, mambo ya sanaa na nini. Leo tulikuwa tunataka tufanye fitting, ujaribu mavazi kadhaa ambayo tunaweza nikakutafutia muonekano wako. Nataka tuende saluni, tumuite mtu wa kuangalie namna ambavyo nywele gani wezi itakuwa zikikupendeza. Yote yeye anakuwa anayasimamia. Vitu vikubwa. Yani nimekutana na watu ambao wameniona na kitu alafu wanataka kunipeleka katika hatua kubwa. Si najiona mimi bado mdogo, yani bado sijakutana. Ndio hivyo, nimekutana na huyo producer nini na kipaji. Hasa nimekutana na watu ambao wanataka kunipeleka duniani. Kunipeleka duniani. Na huyu kaka ananiambia, yani bosi akisema Su, wewe anataka kupeleka mjini, ni wiki hii moja. Wiki hii sema 1 week ina kiki. Yani ni 1 week umeenda. Yani huyo bosi wake ananiambia, nyimbo zako zitapigwa hadi kwenye club. Nyimbo zako zitapigwa kwenye club, zitapigwa kwenye mabasi, zitapigwa ni stand za daladala, bodaboda watakuwa nazo, picha zako wewe. Jamani, utabandikwa hadi kwenye mabango. Hadi kwenye mabango nitabandikwa. Jamani, wiki moja. Mtu ambaye alikuwa amjui Dora, mimi naenda, yani papa, watu mnageuka kila mahali, mnanisikia kila mahali, mnaniona. Huyu unajiuliza huyu ni nani? Dora ni nani? Nilisikiliza yote ni mema. Na niliona nimepata bahati. Yani nilijiona nimepata bahati. Mimi nawaambia ndugu zangu, mimi sasa safari hii jamani, mimi safari hii ninaenda kutoka. Safari hii mimi ninaiona njia yangu iwazi. Malango yangu ya mafanikio yameshafunguliwa. Kwanza nilienda saluni, huyo mtaalamu aliniangalia nywele gani mimi nikiweka zinanika. Watu wanafanya mambo professional. Wanafanya vitu kiprofessional. Nimeangaliwa mavazi gani, nilijaribu jinsi. Jamani, unaambiwa ukiwa msanii unatakiwa na muonekano uvutie. Na kama ni mwanamke, uwezo kwa unavaa magauni tu makubwa ukaimba hapa, hakuna anayekuelewa. Kuna vijivazi unatakiwa uvae. Kuna vijivazi unavyo perform unatakiwa uvae. Asa kuna hizo style ambazo nilikuwa naambiwa jaribu hii. Yani najiona kama mbona niko uchi. Jamani, yeye siwezi. Utaweza. Kwa mfano unaanza kushuti ma video, utavaa hizi nakwambia. Kuna zingine nguo yani hazistil kabisa. Yani jamani, unajiona kabisa mimi siwezi. Mama akiona hivi, nina ndugu zangu, nina wajomba zangu wakiniona nimevaa hivi, wataandamana. Waga familia zina tabia kusema wakeshaanza kupata hela hakuna atakayemwambia, atakayesema hata ukipita hapa uko mtupu, nobody atakea. Asana hizo habari.
Kila mmoja waga mwanzo anahofia. Ukitaka kupenya, ondoa hofu pembeni, afu usimwangalie mtu, usiangalie familia, tazama muziki unataka nini. Yes. Dora anasema hivi vitu vyote. Producer alipewa majukumu ya kuhakikisha kwamba natengeneza nyimbo moja. Hapo mimi sionani na yule baba. Huyu baba sio kwamba anafanya mambo ya muziki. No. Ni mtu tu yuko na business zake nyingine. Ni mtu tu ana mishi zake nyingine. Ni mtu tu ambaye anasupport watu. Anajitoa kwa ajili ya watu wengine pia. Naambiwa kama mimi. Sasa tumeshatengeneza nyimbo. I don't know, yule producer alikutana na huyu bosi akamsikilizisha, kwa hiyo alitaka kuonana na mimi. Na aliniambia, bosi anataka kuonana na wewe kwa sababu mimi huyu bosi si communicate naye, yani siwasiliani naye. Sina namba zake za kuwasiliana. Kwa mimi na namba ya producer na namba ya huyu kaka ambaye niliunganishwa. Kwa taarifa kwamba mimi bosi anataka kuniona, ina maana nilipewa kwamba utaonana na bosi, amesikiliza, anataka kuonana na wewe, ajue umefikia wapi. Kwa na mimi moja kwa moja nilienda. Nilipofika nilimkuta bosi. Sasa leo nilikuwa nimevaa kwa sababu tulivyoenda kujaribu nguo kuna mavazi nilikuwa nimenunuliwa. Na aliyetoa pesa ni huyu kaka. Walisema utachukua hii, utachukua hiyo. Kwa kuna nguo kama 5 hivi nilikuwa nimenunuliwa. Kwa hiyo hata huyu aliponiambia utaenda kuonana na bosi, aliniambia make sure una look smart. Vaa nguo yako fulani. Na vaa kiatu fulani. Yani tayari nimempata mtu ambaye anaweza akanielekeza kuhusu mavazi, vaa hiki hivyo. Na hata nywele zangu pia nilipoenda saluni nilitengeneza nywele vizuri. Kwa nimekuja hapa nikiwa na muonekano tofauti na vile ambavyo mimi nilikuwa najiona ndo napendeza, ndo mimi msanii nini yani hivyo. Lakini hapa nimetengenezewa muonekano ambao naambiwa mwanamke ambaye anaimba nyimbo kama hizi mimi ninavyoimba natakiwa ni look six. Yani niwe nina muonekano wa kuvutia. Hivyo. Na mambo mengine mengi ambayo alikuwa akiniambia ya kuendelea kunifanya mimi niendelee kuwa muna muonekano mzuri, ku maintain nisiruhusu unene. Yani nikisha tu ruhusu mnene, ukiwa msanii alafu mnene. Yani msanii unaimba nyimbo alafu kibonge. Sio nzuri sana. Kwa lazima ni maintain mwili wangu. Ninaenda kukutana naye, ndo nimekutana naye hapo ofisini kwake. Akaniambia, wow. Sasa nakuona vizuri leo. Huyu bosi aliniambia. Nikamwambia asante kwa kila kitu. Asante kwa support yako kubwa sana. Nikamwambia ninaendelea kufanya mazoezi, nimeendelea kupewa elimu kuhusu masuala ya muziki, lakini zaidi pia nilienda kupelekwa saluni, nimeenda kuonyeshwa mavazi mbalimbali. Nashukuru sana bosi. Mungu akujaze zaidi. Akasema asante, yambatane na bidii pia. Unatakiwa ufanye kwa bidii. Kipaji ni namba 1, lakini nidhamu, utii ni vitu ambavyo vinaweza vikamfikisha msanii mbali zaidi. Na mtu unaweza kuwa na kipaji lakini tu ukawa na kiburi, inaweza ikakuchelewesha sana. Hata kama ukapata nafasi ukapenya, lakini kama unakuwa na mapungufu, unadharau watu, una kiburi, unachukulia mambo simple tu, inaweza kukushusha. Kwa hiyo bidii ni kitu kikubwa sana. Kipaji kitu cha kwanza, bidii kitu cha pili, nidhamu. Nikamwambia ndio boss. Akaniambia na mazungumzo machache sana na wewe. Nataka tuongee. Na ni mazungumzo serious kidogo. Nikamwambia ndio boss. Ndio boss. Nataka ufike mbali. Nikamwambia asante. Ndio. Huyu bosi kuna vitu alishare na mimi. Ndio. Hii ni safari ya ndugu yetu anaitwa Dora. Huu ni mkasa wa kipekee sana. Natamani
ushie na mtu mwingine pia. Una mdogo wako, una rafiki yako wa karibu. Tukisikia kwa wingi zaidi inaweza ikatujenga sana. Kuna mtu una kipaji chochote unacho, na unaamini katika kipaji ulichokuwa nacho kinaweza kikakupeleka mahali. Sikia hii kutoka kwa Dora. Inaweza kukufaa sana. Na hasa familia tunaposikiliza, tunaweza tukapata picha namna ndugu zetu, watoto wetu wanavyotamani kufika kwenye ndoto, namna ambavyo wana struggle. Nikushukuru sana kwa siku njema ya leo. Asante kwa kunisikiliza. TikTok Capital E. Habari ulimwenguni. Shida hili bwana tuasili